Usiku wa harusi ambao ulipaswa kuwa mwanzo wa maisha mapya, lakini ghafla unageuka na kuwa usiku wa kutisha kwelikweli. Kwa hiyo binti anajikuta akipambania uhai baada ya kuingia katika familia ya watu ambao ni wauaji. Story inaanza na binti mrembo anayefahamika kwa jina la Grace, na huyu mwanadada alikuwa ni yatima, hivyo aliamini kwamba atakapopata mume ataanzisha familia nyingine mpya na kuishi maisha mengine ya furaha. Mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Alex alikuwa akimpenda sana, na kwa sasa waliamua kuchukua hatua moja kubwa zaidi ya kufunga ndoa na kuamua kuwa mume na mke wakiwa na furaha na tabasamu kwelikweli. Lakini hapa kuna mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Dani, alikuja na kumsabai na kumwambia, mwanangu, hongera katika hatua ambayo unaenda kuchukua. Kwa sasa unaenda kuingia katika familia, hongera sana mwanangu. Upande wa mama mkwe anamuita bibi harusi pembeni na anamwambia maneno yenye mafumbo mengi sana, lakini binti anashindwa kuelewa, hivyo anabidi tu acheke kwa ajili ya kualizisha wakwe zake, na sherehe ikawa imefana kweli kweli na ndoa ilikuwa imependeza na watu walikuwa wakifurahia kile kinachoendelea. Lakini kipindi ambacho sherehe inaendelea, bibi mkwe akawa anamwangalia sana yule mwanadada, hadi mwanadada akawa anajishtukia. Lakini baada ya sherehe bwana, wakiwa faraga, yeye pamoja na mume wake kwa wanafanya mambo yao, lakini bibi anakuja na kuanza kuwachungulia kwa jicho ambalo sio la kawaida. Binti anashtuka na kujiuliza ni nini hiki kinachoendelea, lakini mume wake akawa anampoza, anamwambia usijali, huyo ni bibi yetu tu na nini. Binti anaendelea kutambulishwa kwa ndugu zake wengine pamoja na mawifi zake ambao walikuwa hawafahamu. Lakini siku ya leo binti akafunguliwa chumba, akaambiwa hiki chumba ni kwa ajili ya mwanafamilia tu ndio wanaruhusiwa kuingia katika hii familia, na kwa kila mwanafamilia mpya atakayeingia hapa lazima acheze mchezo mmoja ambao atacheza pamoja na hii familia. Binti anapewa historia za mababu na mababu wa huu ukoo, na anaambiwa kuna kadi moja ambayo itachapishwa, itatoa aina ya mchezo ambao huo mchezo atacheza yeye na hii familia. Binti akawa anasikiliza kwa umakini mzuri sana, lakini baada ya kadi kuchapishwa, binti akaambiwa asome mchezo ambao atacheza na hii familia. Binti anacheka na kuangalia na akasema mchezo ambao umetoka ni hide and seek. Kwake aliona kama ni mchezo wa kitoto, akamefurahi tu na kucheka, lakini familia inamwambia aende akajifiche, na binti akaamua tu kufuata sheria ambazo amepewa na hii familia, akaamua kwenda kujificha. Lakini cha ajabu, hii familia ikawa inabeba silaha za moto ile mbaya, na washikaji wakajipanga ni kama vile wanaenda vitani. Na mama wa Alex anamfuata, anamwambia mwanangu, inabidi ukubaliane tu na hali halisi ya familia yetu. Lakini huyu kijana alionekana kutokubaliana kabisa na utamaduni ama sheria ambazo zilizowekwa na familia yake. Lakini watu waliendelea kumuwinda huku wakiangalia mitindo mingine YouTube, jinsi ya kutumia silaha. Lakini binti baada ya kujificha kwa muda mrefu akaona ya nini, bora tu nijitokeze ili mambo yaishe, kama mchezo tu uishe. Lakini alipotoka, alichokiona, anaona mtu anaburutwa akiwa amekufa. Aweni hatari. Binti kipindi ambacho alikuwa na zubaa, wifi yake moja na mkosa na bunduki, ikawa ni hatari, na ndipo binti akagundua kuwa yupo katika sehemu hatari. Akaamua kujiokoa na kukimbia kwa mbio hatari kweli. Lakini aliposogea mbele anakutana na Alex. Alex anamwambia tulia, nitakuelezea kila kitu ambacho kinahusu familia yangu. Na akaanza kumhadithia, akamwambia kila mtoto wa kiume humtoa mke wake wa kwanza katika hii familia na humtoa kafara, na watu wanamuwinda kama wanavyomuwinda huyu mwanadada. Huyu mwanadada kidogo akawa amechanganyikiwa na kujiuliza, sasa inakuwaje, mbona kama nimeingia katika mtumbi wa vibwengo? Na huyu mwanadada akawa ameumia, lakini akaamua sasa kupambania maisha yake, na akawa anapambana na kutafuta simu, lakini mtandao ulikuwa umekatwa kabisa katika hii nyumba, na akashindwa kuweza kupata mawasiliano, na akaamua kujificha. Lakini anaingia shemeji yake ambaye anafahamika kwa jina la Dani, lakini huyu Dani akawa amemuonea huruma sana huyu mwanamke, na yeye huyu Dani alikuwa haamini kabisa kuhusiana na hizi mila za familia yake, hivyo anaamua kumruhusu binti akimbie. Lakini kimtindo familia ikawa inaendelea kumtafuta ikiwa na ghadhabu kweli kweli na ikiwa na machungu. Lakini binti mmoja akamwambia, baba, hebu naomba na mimi nishike hii bunduki bana. Lakini aliposhika, kwa bahati mbaya akawa amempiga mtu mwingine ambaye ni mwana familia wa pale. Ikawa ni hatari, na familia ikawa imemind, na bibi akawa amemind, akasema sasa huyu mwanamke kashaanza kuleta balaa, inabidi auwe.
auawe. Binti naye anaamua kuchukua silaha na kupambana. Hakika hakuamini na kujiuliza, hivi ni kweli nipo katika harusi yangu ama niko vitani? Aweni hatari. Binti anaamua kutumia silaha, lakini hizi silaha zilikuwa zimetumika muda mrefu, hivyo zilikuwa zinashindwa kufanya kazi ipasavyo, lakini akaamua kupambana kutumia vikombe na masufuria kwa ajili ya kujiokoa, na binti akaamua kuruka sehemu ya juu kwa ajili ya kushuka chini na kuelekea katika geti kubwa, na binti akawa anakimbia ile mbaya kwa ajili ya kujiokoa, na binti huyo akawa anapambana ile mbaya, huku mume wake Alex akijitahidi kumfungulia milango, lakini Alex anajikuta anaingia katika vita vikubwa sana na familia yake baada ya kuonekana anamsaidia binti, na familia yake anajitahidi na kumdhibiti, na kwa sasa wanaamua kumfunga kabisa ili asiendelee kukwamisha shughuli ambayo ilikuwa inaendelea ya kummaliza huyu binti. Huyu binti akaamua kwenda kujificha katika zizi moja hivi la mifugo, lakini alipofika hapo kuna mtoto akawa ameingia. Mtoto huyu hakuwa na huruma hata kidogo, kama mtandika risasi ya mkono huyu binti, na kwa bahati mbaya akaenda kudumbukia katika bonge moja la shimo. Kwenye hili shimo anakutana na mizoga kibao ya watu ambao nao walijaribu kuingia katika hii familia, lakini hawakuweza kabisa kutoboa. Binti anaamua kupambana na kupanda juu ya ngazi akiwa na maumivu makali, lakini anapopanda upande wa juu ngazi inaporomoka, na kutokana kwamba mkono ulikuwa una damu kwa unateleza, anaona msumari pembeni, hivyo anaamua kuweka katika tobo la risasi alilopigwa mkononi. Aweni hatari kwa maumivu makali, binti akajipambania na kuweza kutoka katika lile shimo na akaamua kukimbia, lakini anafika getini hapa anajaribu kuomba msaada, lakini hakuna mtu anayemsikia, kutokana kwamba kama unavyojua nyumba nyingi za kishua zinakaa pembeni kabisa ya mji. Anapiga makelele na kuita msaada, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa akimsikia kwa kipindi hicho, na binti anaamua kutafuta upenyo mdogo kwenye geti na anaamua kujipenyeza, lakini kuna chuma kikawa kinamkata ile mbaya kwa maumivu. Akajitahidi kujipenyeza huko akisikia maumivu makali kweli, na akafanikiwa kutoka hadi nje kabisa ya geti, na anaamua kujificha polini, lakini huku wanafamilia wakawa wanagombana wakiambana, hakika hili itakuwa ni noma endapo watu tutashindwa kabisa kumkamata huyu binti na kufanya hii kafara, tutakufa wote. Endapo jua litachomoza upande wa asubuhi, tutajikuta wote tunapoteza maisha. Binti naye anajikuta anaingia katika mikono ya washikaji akiwa polini. Mshikaji ambaye ni shemeji yake Dani anamkamata na anamwambia, hakika hapo utanisamehe shemeji yangu, na wanamkamata na kumpeleka ndani, na wanaanza kufanya taratibu za kumtoa kafara binti, na wakawa kunywa damu pamoja na kuzungumza maneno ya kishetani kwa ajili ya kutimiza kafara yao. Lakini kipindi ambacho wakiwa wanaendelea hapa, shemeji yake Dani anakuja na kumsaidia Grace na kuamua kuondoka naye, lakini kipindi ambacho walikuwa wanaondoka wanakutana na mama mkwe wake Grace, yani mama yake na Alex, na akaamua kumtandika risasi Dani na kumwangamiza pale pale, na Grace naye akaamua sasa kupambana na mama mkwe wake, na wakawa wamepambana ile mbaya, na akajitahidi na akamtandika ile mbaya na kumwangamiza mama mkwe wake. Mshikaji anakuja anakuta mama yake ameangamizwa na mwanamke anayempenda, na mshikaji naye roho yake ikabadilika, akaamua kuonyesha makucha yake, anamkamata binti na kushirikiana na familia yake, na anaamua kumtoa kafara yeye mwenyewe. Lakini kafara ikawa imegoma na binti akawa salama, lakini yote ni kutokana na kwamba kulikuwa kushakucha tayari na walikuwa washakosea masharti, kwa sababu kafara itakiwa ifanyike usiku kabla ya kuja kucha. Laana ya ukoo inaanza kuwatafuna, wanaanza kupasuka na kusambaratika kama puto. Aweni hatari, na wote familia nzima wakasambaratika, na binti akaondoka akiwa anacheka akiwa salama na mzima wa afya kabisa. Je, una maoni gani mdau? Je, ulishawahi kuishi katika familia ambazo zina mila na vitu kama hivi? Jaribu kushare na mimi kupitia comment. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na usubscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za motomoto kama hii.